juu ya mapambo ya wanawake. Akasema hivi, waambie wanawake, wamama wachungaji na wamama askofu na watumishi mbalimbali ambao wananitumikia. Ni kweli wananitumikia na wengine wananipenda kabisa, wana bidii kubwa ya kufanya kazi yangu. Akasema lakini waeleze kwamba kama nilivyofunua kupitia watumishi wangu wengi, nimewachukua na kuwaonyesha kuzimu juu ya vitu vilivyowapeleka watu huko. Akasema ni ukweli, waambie kwamba ni ukweli. Hata wangepinga kwa mafundisho, kwa vitabu mbalimbali, haitazuia kweli hii. Wote, haijalishi umetumika kwa gharama namna gani, umetumika miaka gani, umetumika kwa namna gani, ni kwamba Mungu atakitoa kitu kisicho na wala kunyanzi wala hila wala taka. Na akanieleza kwa marefu na mapana kwa nini mapambo ni dhambi, kwa nini vito vya thamani wanavyojipamba wanawake ni dhambi. Akaniambia kwa marefu na mapana kupitia maandiko mbalimbali. Akaniambia mimi, jambo la kwanza ambalo litamfanya mwanamke aende kuzimu bila kujali alivyonitumikia, akasema jambo la kwanza, wamefanyika sanamu, na mimi ni Mungu ambaye nachukia sanamu. Wamejivika machukizo. Akasema chanzo cha hayo yote, mapambo na urembo, ni mwanamke kahaba Yezebeli. Akasema shetani amewadanganya wengi na amewateka wengi kupitia mafundisho ya mashetani, mafundisho ya uongo, kuwatumainisha kwamba hakuna shida katika hayo. Akasema moja, vinawafanya watu hawa kuwa sanamu kwangu. Akasema mimi nitakuja kumtoa mtu niliyemuumba mimi, mtu aliye asilia, kwa maana ya mtu mwenye nywele za kwake, mtu mwenye sura ya kwake, mtu mwenye ngozi ya kwake, mtu ambaye hana chochote. Akasema waeleze yeyote mwanamke anayesuka nywele za kawaida na za rasta, akasema hata kanyaga mji wangu mtakatifu. Wako wengi kuzimu kama nilivyowafunulia watu wengi. Akasema waeleze, wako wengi walikuwa wanabisha kama ambavyo wengine wanabisha, lakini haitawafanya washindwe kwenda kuzimu. Akasema waeleze, mimi nitamtoa mtu mwenye asili, mwanamke aliyeweka wigi kichwani na mwanamke aliyesuka lasa kichwani. Maana yake kwanza amenifundisha mimi Mungu na kunikosoa mimi Mungu, kwa sababu ananiambia hukuniumbia nywele vizuri, hukuniumba vizuri nywele zangu. Ndio maana ameweka nywele za bandia za mawigo na marasa, na wengine wale wanaopaka rangi nywele. Akasema pia ni kumkosoa Mungu na uumbaji wake. Kwa hiyo yeye atatoa kitu chenye uasilia. Chochote kisicho asili hakitakanyaga mji mtakatifu Yerusalemu. Kwa hiyo yeyote ambaye hajaondoa mawigi kichwani, ana marasa, ana lipshine, lipstick, ana piko, ana rangi kichwani, kwa namna yoyote ile, hana sehemu katika uzima wa milele, hata muona Mungu. Akasema kwamba waeleze, wengi wanasingizia kwamba mchungaji wangu hajawahi kunifundisha, mchungaji wangu hajawahi kuniambia. Akasema hivi, wachungaji wengi wanaodhaniwa kwamba ni watumishi wa Mungu, akasema wako mbali sana na wengi Mungu hawatambui. Na hili napenda niseme kwa watumishi wa Mungu, na Mungu aliniambia kwamba yeyote anayeamua kumtumikia Mungu lazima ahakikishe kweli amethibitishwa na Mungu, ameitwa na Mungu, hasa wachungaji wale ambao wanachunga roho za watu. Mungu aliniambia niwaambie watumishi wa Mungu bila kupepesha. Kwa hiyo askofu yeyote ambaye unanisikiliza, mchungaji yeyote ambaye unanisikiliza, mtume, nabii, mwalimu, mwinjilisti,
unayenisikiliza, yashike haya. Mungu anatenda kazi na wanadamu. Yamkini unasubiri kwamba Mungu akufunulie wewe. Aliniambia hivi, yeyote aliyepata kusikia shuhuda kutoka kwa watumishi wangu, yeyote aliyepata kusoma neno langu linalosema juu ya mapambo, kama katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3. Kitabu hiki watumishi wengi sana Mungu amewapa na amewatumia kusema na kanisa la Mungu duniani kupitia maandiko haya. Na aliniambia wengi wanapotosha kupitia maandiko haya, wengi wanapotosha, wanaongeza na uongo ndani yake. Lakini acha tusome, msikilizaji na mtazamaji, alafu nikaseme kitu ambacho Mungu aliniambia niseme na wewe kupitia mistari hii. Sura ya 3 mstari wa kwanza, Petro wa kwanza inasema hivi, kadhalika ninyi wake, sura ya 3 inasema hivi, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana, katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Sasa akaniambia kupitia hii mistari, wako watumishi wengi sana wanaopotosha. Wakati wanapotafsiri wanasema maandiko yanasema kujipamba kwenu kusiwe kwa nje tu. Hakuna neno tu. Aliniambia wengi kwa kusikiliza tu bila kufuatilia maandiko wamepotoka. Akasema niliposema kwamba kusiwe kwa kusuka nywele, alisema nilimaanisha nywele asili za mwanadamu. Sasa sembuse rasta, sembuse mawigi. Akasema awaye yote ni kweli, wengine wananitafuta kwa bidii, wanatumia juhudi nyingi, wanatumia mali, wengine wanafunga na kuomba. Akasema hivi, wanasubiri nitasema na wao au na watu wengine tofauti na ninavyosema na watu, ninavyosema na kupitia watumishi mbalimbali. Akasema yeyote asiyetii ujumbe ninaowatumia watumishi wangu hana tumaini la kuingia mji mtakatifu Yerusalemu. Akasema waambie wanawake ya kwamba neno hilo ni Mungu, neno hilo ni uzima. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, akasema hivi, si mimi nitakaye wahukumu, bali lile neno mnalolisikia ndilo litakalo wahukumu. Akaniambia katika kiti cha hukumu hakuna mwanamke, hakuna mtu yeyote atakaye simama na mchungaji wake au askofu wake au mwalimu wake au mwinjilisti au mtume au nabii au nani, kujaribu kumsaidia ili aweze kumwokoa kwa kutafsiri kinyume neno lake. Wote tutahukumiwa kwa neno, na neno la Mungu ni amini na kweli. Mungu akisema ndio ni ndio, akisema hapana ni hapana. Akasema wengi kwa sababu ya tamaa na udanganyifu wa shetani wamekuwa wameabudu sanamu, wamejivika masanamu mwilini mwao, ambayo ni chukizo. Amesema kwa sababu tu ya wakati, kwa mtumishi anayenisikiliza, alinipa mifano mingi sana. Akaeleza juu ya wana wa Israeli, namna ambavyo Mungu alikuwa akisema nao kwa habari ya kuvua vyombo vya uzuri, lakini wengi hawaamini. Sasa kutokuamini hakutabatilisha hukumu ya Mungu, hakutaigeuza hukumu ya Mungu. Hukumu ya Mungu itabaki vile vile. Yeye atakachotazama kwa wanadamu ni yule aliyetembea katika haki na katika kweli, asiye na wala kunyanzi wala hila wala taka lolote. Kuna namna ambavyo Mungu alikuwa akinifunulia, liambie kanisa langu na watumishi wangu wote duniani kwamba mimi Mungu sijipingi katika neno langu. Akasema nimesema na watumishi wengi lakini hawaamini, na wengi wamepinga kwa namna nyingi, kwa gharama kubwa, lakini mimi Mungu nimekusudia kuwafunulia watumishi wangu wengi juu ya mambo haya ambayo hakuna mtu atakaye yazuia kutokea. Akasema sema na kanisa langu kuona kwa, akanifundisha kwamba namna ambavyo watu wanakuwa, ikiwa mtu amejinajisi kwa dhambi, ikiwemo na mitindo ya dunia. Amekuwa kifunua sio mara moja,
kuona mtu amevaa vazi ama jeusi ama lenye mabakabaka na madoa madoa, akawa anasema kwamba yeyote ambaye kwa jinsi ya rohoni vazi lake lina madoa, lina uchafu, lina ni jeusi, kwa maana kwamba ni chafu, halina utakatifu, kamwe hata ukanyaga uji mtakatifu Yerusalemu. Kwa hiyo unisikilize mwanamke, unisikilize binti, unisikilize mama, mtumishi wa Mungu ambaye una bidii kubwa katika kumhubiri Kristo na umekuwa chanzo cha kuwapoteza watu wengi. Yesu aliniambia hivi, waeleze, waambie kwamba kuhubiri mara nyingi, kusifiwa na umaarufu wa namna yote haitamsaidia mtu kufika mji mtakatifu Yerusalemu. Hukumu yake ni ya haki na ni ya kweli, na wengi wanapoteza muda, siku ile watajuta. Wako wanawake ambao wanalia mpaka wakati hukuzimu, lakini hawana msaada. Biblia inasema kwamba baada ya kifo ni hukumu. Kwa hiyo yeyote atakayetoka katika mwili akiwa anavaa mawigi, amevaa heleni, amepaka wanja, amevaa vitu vyovyote vya bandia, urembo wa aina yoyote ile, asiwe na tumaini la kukanyaga mji mtakatifu Yerusalemu. Hilo ni jambo moja ambalo Mungu amenituma, na katika huduma yangu naendelea kuhubiri. Jambo lingine ambalo pia Mungu alisema na mimi kuhusiana na kanisa ni swala la mavazi. Alisema Mungu ni Mungu ambaye amemtaka yeyote anayemtumikia apate kujistiri. Kifupi alisema hivi, sema na kanisa, sema na watumishi wangu, sema na wachungaji kwamba yeyote ambaye atavaa nguo za kubana, nguo zinazoangaza kwa maana ya transparency, alafu pia yeyote atakayevaa nguo yenye mpasuo ambao unaonyesha maungo ya ndani, mpasuo kwa ufupi, yeyote atakayevaa suruali, mwanamke yeyote anayeitwa mwanamke anayevaa suruali hata ukanyaga mji mtakatifu Yerusalemu. Yeyote ambaye amevaa mavazi ambayo yana chapa za kishetani. Aliniambia siri, kitu ambacho nitakieleza huko mbele, namna shetani anavyotega mitego ya kuwanasa watumishi wa Mungu na kuwaondolea nguvu ya Mungu na kuwatoa kwenye kusudi la Mungu. Aliniambia kwa marefu na mapana, nitaeleza huko mbele, lakini kifupi ni kwamba wanaume wanaovaa milegezo, visuruali vya kubana, vyenye machata mbalimbali, wasitegemee kuona mji mtakatifu Yerusalemu. Chochote kilichonajisiwa na shetani, aliniambia kwamba hakiwezi kikaombewa kikatakasika. Akaniambia kwamba ni sawa na mtu kutaka kuchukua mavi, kinyesi, ukiombee ili ukile, hakitabadilika kwa kinyesi, kitabaki kinyesi vile vile. Kwa ndivyo alivyo chochote kilichochukizwa kwa Mungu, chochote kilicho najisi kwa Mungu, hapata kuwa na namna yoyote ya kushawishi Mungu akakikubali. Vyote vilivyokataliwa na Mungu vimekataliwa, hata kama vikipambwa kwa tafsiri tofauti tofauti za wahubiri na walimu, havitabatilisha kusudi la Mungu. Mungu chochote alichokikataa kimekataliwa. Hakuna kitakachoweza kuombewa na kikatakasika. Akaniambia kwamba waeleze wale wote ambao wanachola tattoo. Kuna watu ambao wananyoa mitindo ya dunia hii. Aliniambia kwamba kila mtindo wa nywele za wanawake na wanaume umebuniwa kutoka kuzimu, na una maana yake, iko roho nyuma yake, na iko laana inayoambatana na huo mtindo. Kwa hiyo yeyote ambaye atanyoa nywele kwa mtindo fulani, atasuka nywele kwa namna yote, atakuwa na mtindo fulani, iko roho nyuma ya huo mtindo, iko laana ambayo mashetani yametamka, yamenuiza. Mfano, mtu akinyoa nywele akapunguza kichwa akaziacha hapa katikati, iko laana. Huyu mtu anapokuwa kadiri anavyokuwa anaendelea kukaa katika huo mkao na huo mtindo,
kuna namna ambavyo ananyonywa nguvu za Mungu ndani yake, hatokaa akakaa katika ukamilifu. Wakati wote shetani atakapotaka kumtumia kutenda dhambi yoyote ile, hapata kuwa kizuizi. Hakutakuwa na chochote kitakachomzuia shetani kumtumia huyu mtu. Ndio maana wengi wanatubu na kutubu juu ya dhambi za uzinzi, lakini bado wamekuwa wazinzi mpaka leo. Ndio maana wengi wamekuwa wagomvi na hasira nyingi, wametubu na kutubu, lakini hasira haziishi, kwa sababu iko milango inayoambatana na mitindo. Yaani iko milango ambayo shetani anaitumia kutamka laana. Kwa kadiri ambavyo unaonekana ndivyo unavyoenzi ile laana ambayo shetani ametamka kutoka kule kuzimu. Na akanipa mfano akasema hivi, hebu tazama, watu wa ulimwengu wengi wamekuwa wakivaa mawigi. Nasema hivi kwa sababu watumishi wengi wa Mungu wameeleza. Mimi ni mojawapo ya watumishi ambao wanafuatilia shuhuda nyingi, na kwa sababu Mungu alinipa kufuatilia, kwa sababu nilikuwa nataka kuthibitisha kila ambacho Mungu amekuwa akisema na mimi mara nyingi, kwamba je, ndivyo kilivyo? Sasa nimekuwa nikitiwa moyo ninaposikia watumishi mbalimbali ambao Mungu amekuwa akiwatumia haya akisema nao. Ukweli mimi Mungu ametumia njia nyingi sana. Kuna wakati mwingine Mungu, wakati wa vita kama nilivyosimulia huko nyuma, Mungu alikuwa na uwezo wa kukamata shetani chini ya uwepo mkubwa ambao hata mimi nilikuwa nashangaa uwepo wa Mungu na utawala, kiasi cha kwamba shetani anakamatwa na kutoa siri, kiasi cha kwamba hata wakati huu nikiwa ninaona watumishi wenzangu, maaskofu na watumishi mbalimbali wahubiri, jinsi wanavyonena na kuendesha huduma makanisani, nasikia uchungu mkubwa moyoni mwangu. Nasikia kuna wakati mwingine machozi yananitoka. Natamani jinsi Mungu alivyoachilia neema kwangu kujua haya na kunifundisha na kuamini, ndivyo wajue jinsi Mungu alivyonifunulia kwa gharama kubwa, ndivyo awafunulia na watu wengine ili waweze kupona, walisaidia kanisa. Nitaeleza namna ambavyo shetani wengi sasa hivi wanapoona kanisani watu wanadondoka, wanafikiri ni nguvu za Mungu. Mungu alinifunulia, alinieleza kwa marefu na mapana. Akasema kwa sababu watu hawataki kweli, hawataki kutii neno la Mungu, lakini wanataka kutumiwa, wanataka wazione nguvu za Mungu, ila huku wamemkataa Mungu kwa kweli, kwa neno lake, wamekataa shuhuda zake, wamekataa namna Mungu anavyosema nao, ila wanataka wamuone Mungu akiponya, wamuone Mungu akiwajaza nguvu za Mungu, akiwabariki, akidhihirisha vipawa na karama za Roho Mtakatifu kwao. Anasema badala yake shetani ndiye anayekuja. Wengi, maelfu ya wanawake na wanaume wanaonena kwa lugha, si Mungu anayenena. Haimaanishi Mungu hawatumii watu, hamimini kipawa cha kunena kwa lugha makanisani. Kipo hata kanisani kwetu, wako wengi wananena kwa lugha. Hata mimi Mungu amenipa neema hiyo, lakini Mungu aliniambia yeyote ambaye amejichanganya, amevaa machukizo, ana mitindo ya ulimwengu huu, asidanganye kwamba Roho wa Mungu anamtumia. Haimaanishi Mungu aweza kasema na huyo mtu akiwa katika mazingira. Anasema, lakini atakuja kusema kwa lengo la kumuonyesha madhaifu yaliyopo, kwa lengo la kumuonyesha dhambi, kwa lengo la kumthibitisha dhambi na kuonya ili atoke katika mazingira hayo. Lakini yeyote aliyevaa mipasuo, visuruali, mitindo ya dunia, visketi vifupi, nguo za kubana, malangi na lipsiki, wengi wanasema wanatumiwa na Mungu, sio Mungu. Alinieleza namna ambavyo shetani anaingia. Kwa vile wanamtaka kutumiwa na Mungu, wakati huo wanamkana Mungu. Mungu ameacha, shetani amepata nafasi ya kutenda kazi pamoja nao. Ndio maana unaweza ukaona wengi wanaojiita manabii. Mungu aliniambia moja ya sifa za Mungu katika huduma na karama ya unabii, jambo la kwanza, namba moja, na hicho ni kitu ambacho pia nilikiona kikifanya kanisani kwangu. Hakuanza kusema haya analosema na sisi wakati huu. Alianza kwa maonyo makali sana. Alianza kwa kutuonyesha dhambi kama ilivyo alivyonipa katika kitabu cha Tito, kwamba neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa. Kwa wakati Mungu anaanza kusema na sisi na kuachilia hii neema kanisani, alianza kwanza
kutupa neema, kutupa ufahamu wa kulijua neno lake na maandiko kama ilivyoandikwa, akawafunulia wanafunzi wake akili zao wapate kuelewa na maandiko. Mungu alitusaidia kuachilia ufahamu wa kulielewa neno la Mungu, akatujulisha dhambi, mitego ya shetani, uovu ni nini kulingana na maandiko. Kwa hiyo nabii yoyote wa Mungu ambaye Mungu anamtumia na amemwita, jambo la kwanza lazima ujumbe unakuwa ni wa utakatifu. Ujumbe unakuwa ni wa kumwonyesha mtu dhambi ni nini na aiepuke dhambi. Lakini hawa wanaotabiri kubarikiwa, kuinuliwa, kupata watoto, kupata utajiri, asilimia kubwa ni shetani, ili kuendelea kuwateka hawa watu. Na ni kweli wanafanikiwa. Mtumishi wa Mungu wa shetani akikutamkia ukabarikiwe, akikuombea, kinachofanyika, siri ambayo pengine nitaieleza huko mbele, siri ambayo inafanyika ni kwamba shetani anajitambua kwamba yeye ndiye chanzo cha magonjwa, ndiye chanzo cha umaskini, ndiye anayekamata utajiri wa watu, baraka za watu, ndiye anayekamata, ndiye anayefarakanisha, ndiye anayefanya mambo mengi ambayo ni kinyume cha mapenzi ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Kwa akipata mtumishi wake ambaye wanajua huyu ameikataa kweli na atawazalia sana matunda, wanapokuwa wanamtumia, akitamka chochote, mashetani yale yaliyokuwa yamekamata, kama ni utajiri, yamekamata kama ni afya ya mtu, kama ni laana, kama ni namna yote, yanaachilia kwa kitambo, ili kumpumbaza huyo mtu adhani kwamba ameponywa, adhani kwamba amebarikiwa, adhani kwamba ameinuliwa na Mungu. Lakini Mungu aliniambia kwamba hakuna baraka ya kimungu itakayokaa katika nafsi iliyopotea, nafsi inayokwenda kuzimu. Akasema ndio maana kubarikiwa kimungu ni kanuni zilizo katika neno lake. Hakuna mwanadamu ambaye atainuliwa katika baraka za kimwili ikiwa ndani yake anaishi maisha ya dhambi, maisha ya dhambi, ya uchafu, ya unajisi. Baraka hiyo haitoki kwa Mungu. Baraka hiyo inatoka kwa shetani, na shetani amewapa hiyo faraja, hayo marupurupu, ili kuendelea kuwadanganya wengi. Nafahamu wakati wa vita shetani alikuwa akisema mbele yangu hivi, ananiambia kwamba sikiliza, kama utaendelea kuishikilia hii kweli, tutafanya vita na wewe, tutakamata uchumi, tutakamata baraka zako, tutakufanya uishi kwa shida sana. Lakini na mimi naelewa vitisho vya shetani, kwa sababu baraka ya Mungu, Mungu akimridhia mtu na akimkubali mtu aliyekubali kweli na kutembea katika kweli na mapenzi yake, akiamua kumbariki, anambariki. Hapana uchawi wala uganga wala shetani atakayozuia baraka za mtakatifu wa Mungu. Lakini wengi watumishi wa Mungu wameshindwa kufikia viwango vya baraka, ama tumeshindwa kufikia viwango vya baraka ya kimungu inayotakiwa, ni kwa sababu tunaishi nje ya kanuni za Mungu zilizo katika neno lake, zilizo katika neno lake. Wengi tunatamani kutajirika, lakini tunakwepa gharama za utakatifu. Kwa Yesu aliniambia waeleze kwamba wasidanganywe na miujiza inayotokea kwenye makanisa na watu ambao wamekaa katika machukizo, wamekaa katika dhambi, wamekaa katika uovu, wakidhani kwamba ni Mungu anayewatumia. Si Mungu, bali ni mashetani yaliyopewa uhalali wa kuwatumia watu hawa ili kuwadanganya na kuwateka wengi, kwa sababu hawa watumishi wamekataa kweli. Maandiko katika kitabu cha Tesalonike, labda tusome, anasema hivi, Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari kuanzia wale wa 7, anasema hivi: maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kwa kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, huu mstari wa 10 ni wa muhimu sana kwako. Anasema hivi, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa yeyote mtumishi wa Mungu, nabii, askofu, mchungaji, mwinjilisti ambaye anaichukia kweli, asiyeipenda kweli,
ni mtaji wa shetani. Shetani atamtumia kupoteza wengi, kwa sababu atamfanya kuwa mtumishi wake. Nipende tu kusema kwamba moja ya vitu ambavyo Mungu alinifundisha, aliniambia kwamba waeleze watumishi wa Mungu kwamba shetani ana uwezo wa kumpa mtu chochote anachotaka, akijiridhisha kwamba huyu mtu amekaa kwenye mitego yangu muda wote na dakika yote, kama akifa ni wa kwangu. Akasema kwamba ana uwezo wa kumwachia, hasa wale watu ambao walipata neema kwa Mungu, wakatekwa, vipawa vyao na huduma zao zikakamatwa kwa sababu walikataa kweli. Hawa watu ni mtaji mkubwa sana kwa shetani. Na ndio maana kuna mtumishi wa shetani anaweza akahubiri, akafanya miujiza, akafanya hiki na hiki, ukadhani kabisa ni mtumishi wa Mungu. Lakini sikiliza, neno lolote alitakalolihubiri mwanadamu ambalo halimvuti mtu kwenye utakatifu, haijalishi limekuja kwa nguvu na msisitizo, linadhaniwa kuwa na upako wa namna yoyote ile, sio upako wa kimungu, ni upako wa kishetani. So upako wa kimungu unamleta mtu karibu na utakatifu. Kwa hiyo Bwana Yesu aliniambia niwaeleze watumishi wasidanganywe na miujiza na baraka na namna zozote ambazo wanadhani ni Mungu. Lakini hayo yote shetani anayafanya kwa sababu watumishi wengi na watu wa Mungu walioko duniani wamekataa kweli, kwa wamechagua kumfuata shetani. Kwa shetani haoni hasara kuwapa vitu vya ulimwengu. Kuna wakati mwingine sasa ambao Mungu alikuja kipekee, akasema nimekuita ili kulitengeneza kanisa. Akasema wako watu wengi ninawatafuta, lakini wananikataa na wananipinga na kufikiri kwamba sio mimi Mungu. Wengi wamenikataa, watumishi wengi. Akasema na katika haya ninayosema na wewe, wako maaskofu wameyakataa, wako wachungaji wamekataa, wanaojiita mitume na manabii wamekataa. Lakini nakwambia ukweli kwamba mimi sijipingi katika neno langu. Chochote kilicho kichafu na kinyonge na najisi hakitaingia katika mji wangu mtakatifu. Akaniambia na kutuma kwa kanisa langu duniani kote na kwa watumishi wangu wote, ikiwemo wachungaji, maaskofu, wainjilisti, mitume na manabii, yeyote aliyeokoka ambaye amekusudia ndani yake anatumania la kumwona Yesu. Shetani mimi siku moja live baada ya vita kubwa akaniambia, sikiliza, utapata tabu sana kwenye ulimwengu huu mpaka utakapotoka, labda utufuate sisi. Tazama watumishi wengi walioko duniani huko, wewe huoni namna ambavyo tumewapa watu wengi wanawafuata, watu wengi wanawabariki, wameinuliwa, ni maarufu. Akasema kama ni hivyo utapata tabu sana. Lakini mimi sishangai, kwa sababu wala sikumshangaa wala simshangai shetani hata sasa, kwa sababu neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Pia neno la Mungu linasema mlango uendao upotevuni ni mpana, wengi wauingiao, bali njia ni nyembamba na mlango ni mwembamba wa watu wanaoingia katika uzima wa milele. Kwa hiyo mimi kwenye mkutano kanisani nitaeleza huko mbele vitu ambavyo Mungu aliniambia juu yetu watumishi wa Mungu. Kwa hiyo hainipi shida, lakini ninachosimamia mtu yeyote anayenisikiliza, unayenisikiliza, ni kwamba inawezekana umesikia kwa wengi lakini pengine unapinga. Mimi Mungu amesema na mimi tangu mwaka 2021 ni kwa sababu tu ya mazingira na kutokukutana na watumishi wa Mungu, lakini amesema na mimi vitu vingi ambavyo ni ukweli. Kama ukuwasikia wengine, basi hebu amini kwa siku hii ya leo. Mungu akubariki. Na kitu kingine ambacho pia Mungu aliniambia kwa kanisa, Mungu alisema na mimi kwa habari ya tofauti iliyopo kati ya mtumishi wa shetani na mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akaniambia hivi, Mungu ana uwezo wa kumuita mtu kwa ndoto, kwa maono, mafunuo, sauti na kadhalika katika utumishi wake. Alikadhalika shetani ana uwezo wa kujifunua kwa mtu, akamuita kwa sauti, akamuita kwa maono, akamuita kwa ndoto, akamuita kwa namna yoyote ambayo kwa mfano wa wanavyoitwa watumishi wa Mungu. Lakini tofauti ni hii, Mungu anapokuita lazima kwanza akutengeneze,
lazima kwanza akutengeneze. Anakutengeneza vipi? Jambo la kwanza, anakufanya utengeneze, utoke katika maisha ya zamani uliyoyaishi. Anakuonyesha kwanza dhambi kwa Mungu, kwa sababu wana vita, yote aliye na kusudi kuna mahala anapita. Lakini Mungu anaruhusu kwa sababu ili huyu mtu awe mwalimu mzuri. Sasa mtumishi wa shetani, Mungu aliniambia kwamba anaweza katokewa katika maono kabisa, kaona maono Mungu au shetani kwa sura ya malaika wa nuru akamwita kwamba nimekuita, nimekuchagua wewe kuwa mtumishi wangu, nitakutumia kwa ishara na miujiza, nitakupa kanisa kubwa, watu wataponywa. Lakini tofauti ni kwamba huyu mtu hatafundisha ukweli, hatajengwa katika toba, hatawafundisha watu kwa habari ya toba, hatawafundisha watu kwa habari ya jehanamu, kuwaepusha, kuwafanya wajiepusha na jehanamu. Atawafundisha kubarikiwa, atawafundisha kuinuliwa, atabezi katika miujiza, atabezi katika baraka za mwili. Na aliniambia hivi, waeleze watumishi wangu wanaonisikiliza na watumishi wa Mungu wote wanaolitaja jina langu na kuhubiri duniani na kufundisha, kwamba yeyote asiye dumu katika kufundisha na kuliambia kanisa na watakatifu utakatifu wa nje na ndani, kamwe sio mtumishi wa Mungu. Wengi wanasingizia kwamba sijaitwa wito huo. Mimi sijaitwa huo wito, ni kwa sababu hawana upendo wa kimungu ndani mwao. Kondoo sio mali yao. Kwa shetani anapoharibu watumishi wa Mungu, watu wa Mungu walioko duniani, kwa kuwafunga na vifungo mbalimbali, hawaoni haya kwao, kwa sababu kondoo sio mali yao. Hawana upendo wa kimungu ndani yao, wala hawana huruma juu ya hao kondoo, maana kondoo si mali yao. Lakini yeyote aliyeitwa na Mungu, lazima Mungu atampa upendo mkubwa, ambao wanasema upendo wa Mungu haufurahii udhalimu. Kwa hiyo mtumishi wa shetani aliyeitwa na shetani anaweza kaitwa kwa maono, kwa ndoto, kwa sauti, kwa unabii na kadhalika. Lakini utagunduaje? Pale asipodumu katika neno. Yesu aliniambia kwamba kipimo, ndio maana nasema kwamba mtawatambua kwa matunda yao. Asipodumu katika neno, hasa neno la utakatifu, neno linalogusa hali halisi ya maisha ya mtu, neno linalomtaka mtu aishi katika haki na utakatifu, sio mtumishi wa Mungu. Hata kama kwa namna yoyote ile mnaweza mkaona ni kama vile mtumishi, kuna udhihirisho fulani. Miujiza kwa shetani sio kazi, uponyaji sio kazi. Na ndio maana mahali pengi Mungu aliniambia rejea kwenye maneno yangu. Hata Yesu wakati mmoja aliposema na mimi akasema hivi, hebu rejea kwenye huduma yangu nilipokuwa duniani. Hakuna mahali niliponya mtu akaendelea kuishi duniani. Hakuna mahali ambapo nilimtendea mtu muujiza alafu nikamwacha nisimrejeshe kwenye utakatifu. Ndio maana wengi walipoponywa aliwaambia nifuate. Wengi walipoponywa aliwaambia waache dhambi, usidumu tena katika dhambi, usitende dhambi.